Bwana Yesu asifiwe. Mnajua kwa nini mko hapa leo? Nani anaweza kuniambia why are you here today? Yes, you want to say something? Karibu. We're going to learn about our well-being and how we need, like, how it's gonna affect us and how it needs, like, we need to be well in order to, like, continue to the future. And yeah. Thank you. Thank you. What do you want to say? Nakuja kujifunza kuhusu elimu ya jinsia. Elimu ya jinsia. Huyu dada yako? Kuna watu wamekaa hapa ndugu. Nani wamekaa jirani ndugu? Kuna watu wamekaa ndugu jirani hapa. No. Mko poa, mmechanganyana. Okay. So naomba nianze kwa swali, lakini naomba tu niwaambie mimi naitwa Dr. Katanta Mantamba Simwanza. Sema Dr. Katanta Mantamba Simwanza. Mimi ni daktari kama Neema, yeye nafikiri ni PhD, si na nini huko. Mimi degree yangu ya kwanza nilisoma medicine. Si ndio? Ili mtu aweze kuitwa daktari kuna namna mbili. Kuna degree zimepewa tu sifa ya kuitwa daktari. Si ndio? Lakini kuna degree zingine inabidi ufanye kazi kweli kweli iwe degree. Hizo ni degree zipi? Na? Degree zipi hizo? PhD, sema PhD. Sasa ili upate PhD ni kama vile unatakiwa kuwa na shilingi 10,000. Ili uweze kuwa na shilingi 10,000 ni lazima uanze na shilingi ngapi? Zamani nilikuwa na senti. Wangapi mmeona senti hapa ndani? Senti ile umeiona? Ulionyeshwa kwenye museum, haujaitumia lakini umeonyeshwa tu, si ndio? Nafikiri humu ndani ni mimi, Neema, Mwamboma. Lezo uliona senti kweli? Neema uliona? Kumbe lazima uanze na senti, si ndio? Kwa hiyo na wanangu, kama mchungaji engineer pale alivyosema, nyinyi wote hauna sababu ya kushindwa kupata PhD. Umeshanielewa? Na it start with passing huko chini. Shule ya msingi mlifaulu, si ndio? Sasa hivi mko wengine sekondari, si ndio? O level na A level, si ndio? Na mwendo wa single digit, sema single digit. Sema single digit. Nyinyi mnatoka hapa yani tena at the hill. Unajua wakati mimi nimesoma kijijini kweli kweli yani. Na nakumbuka mwalimu wangu mmoja alikuwa anasema you know kipindi hicho walimu wetu alikuwa anasoma inaitwa grade B, si ndio? Vile vio vile. Anasema hapa mimi nawafundisha lakini mimi pia nasoma, najiendeleza. Nataka kwenda kusoma mlimani at the hill, alikuwa tumia at the hill. Sasa kwa hiyo nafikiria yani chuo kikuu unabidi upande mlima fulani hivi. Na akaja alisoma, akaja kasoma degree ya kwanza, kasoma degree ya pili, si ndio? Akabaki hapa. Sasa hivi ni mkurugenzi, yuko NACTE. Mwalimu wangu wa shule ya msingi, hebu tumpigie makofi. Anaitwa Mdima, Shamdima, si ndio? He is my role model. Na kuna vitu ambavyo leo nitakavyoviongea ndivyo alivyonifundisha. That's what I'm going to speak about today. Naomba niwaambie wanangu, kama unaweza kuandika, ulisi pekee ni elimu yako. Andika somewhere. Haijalishi baba yako si ni profesa na madigrii mengi na manini ya kwake. Siku akichomoka amechomoka nayo. Uongo kweli? Naongea hivi, baba yako akiwa profesa na wewe ni profesa? Anauliza, baba yako akiwa profesa na wewe ni profesa? Ni profesa wake, si ndio? Ulisi pekee ni nini? Elimu. Shikeni sana elimu. Heshimuni sana elimu. Muweze kujifunza, muweze kuwekeza. Lakini ulisi mwingine wa muhimu, unaweza kuwa na elimu isikusaidie, ikakusumbua. Ni kulinda afya yako. Sema afya yangu ni mtaji. Sema afya yangu ni mtaji. Andika hiyo pia. So we're going to talk about health. And it's very important to have this kind of discussion. Elimu utafanikiwa endapo kama umetunza nini?
afya yako. Na dunia sasa tunayoishi, mimi na huyu bwana nani Upendo hapa, tumefanya kazi kwenye miradi ya afya. Tunajua huwa tunaumia kweli, yani kweli kweli. Ukienda kwa kwenye community ukutana na watoto wadogo kama nyinyi, wana shida za afya ambazo hamjawahi kuzisikia. Ana virusi, ameshabakwa, ameshatiwa mimba. Molini, kuna mtu katika age yako, si ndio? Tayari ameshabeba mimba na ana mtoto. Unashangaa. Kuna mtu huko kijijini, wewe tayari ni baba, anaitwa baba. Hebu imagine, unaitwa nani wewe? Zen. Katoto kana au tunasema yule Zen ana katoto siku hizi. Mtoto tunasema shikamo baba. Umri huo, how old are you? 14. Yeah, sasa 14. Material kabisa. Hivi huyu anaweza kusababisha mtoto, anaweza kusababisha mtoto? Nauliza, anaweza kusababisha mtoto, anaweza kusababisha mtoto? Zile ndoto tayari zimeshaanza. Si unazipiga? Wow, mwamba anaonekana. Hello. One thing, naomba nitoe precaution. We are here. Usimuone Neema, Mwamboma, Katanta, Upendo tuko hapa. Tumesacrifice muda wetu kuja hapa. So, for those who are chatting with the phone, please stop that one. Naomba acha. Weka simu pembeni. And be respectful. And I can tell you, you are so lucky today to have us here to talk with you. Na huu muda ni investment mnaenda kufanya. Kwa hiyo let's concentrate and let's talk. Si ndio? Niwaombe with due respect. Inawezekana hiyo simu yako ikawa ni ya muhimu sana, lakini kwa sasa imagine mimi nimetoka Tabora huko, nimesafiri usiku mzima mpaka kufika hapa kwa ajili ya kuja kuongea na nyinyi tu. Sawa? Kwa hiyo naomba wale ambao mnachati na simu acheni. Notebook yako, Biblia, si ndio? Na hizo excuse, najua jana mlitangaziwa kwenye group fulani, nimeona kuna ndugu yetu yuko hapo, kuna ndugu yangu yuko hapo. Mlitangaziwa mje na Bible. Sasa usije ukanipa excuse kwamba unataka kuangalia nini utatumia manual Bible. Si ndio? Tuko pamoja? Mungu awabariki sana. Mwambie jirani yako Mungu akubariki sana. Mshike mkono mwambie Mungu akubariki sana. Laiza, nilikuuliza hivi tunaweza kupata open Neema, tutapata sehemu ambapo tunaweza kusimama kwa nje kidogo tukafly tukafanya nini? Si ndio? Kuna open space? Yes. So, my name is Dr. Katanta Matamba Simwanza. Mimi ni daktari wa binadamu, si ndio? Lakini nataka niwakere tu. Neema, kwanza ngoja usiondoke kwanza. Ngoja niwakere kwanza wa vijana. Na Neema utakuja kuongea hapa na naye. Mimi ni daktari. Neema alisema nimesoma PCB. Yes, nimesoma PCB, but my passion was mathematics. Mpaka sasa hivi nafundisha wanafunzi, si ndio? Advanced mathematics. Kwa sababu my passion was mathematics. Sababu tu ya guidance na nini ilikuwa ni shida kidogo. Ukajikuta kwamba kwa sababu umefollow vizuri biology unatupiwa huko. Si ndio? Lakini form 5 na 6 niko form 5 na 6 nafundisha wenzangu mathematics. Atlanta, Backhouse, Shayo nimekamata, si ndio? Nilipomaliza chuo kikuu nikaenda Muhimbili, nikasoma udaktari. Bahati mbaya, naomba mnisikilize. Bahati mbaya. Ili uwe daktari ni lazima ufanye internship. Sasa mwaka wetu bahati mbaya, wakati tunatakiwa tuanze internship, kuna wenzetu waligoma waliokuwa internship mbele yetu, si ndio? Kwa hiyo wakarudishwa. Kwa hiyo automatically we are punished kukaa nyumbani mwaka mmoja. Kuna mzee mmoja ni ndugu yake na Mwamboma, akawa ananiona pale nazunguka akaniambia utakuwa daktari kanjanja, bado hujawa certified. Akaniambia kasome degree ya pili. Akaniambia ni bahati mbaya chuo chetu cha Muhimbili hatuna program ambazo zinaweza kukuruhusu wewe ukasoma degree ya pili kabla hujafanya nini? Internship na hujafanya kazi miaka mingapi? 3. Kwa akaniambia go at the hill. Akanielekeza kwa Professor Ruhanga. Nilifika kwa Professor Ruhanga akanipa prospector. Nikaangalia kozi, nikaona kozi moja, nikasema kumbe kuna kozi hii inaweza kusoma. Postgraduate in scientific computing. Sema postgraduate in scientific computing. Huko inatolewa idara gani? Idara ya hesabu, ni mahesabu. Nikasema wow, kitu ambacho nilikimisi. Siicha hapa. Nikafanya postgraduate of computing science, si ndio? Nilipomaliza nikaji-enroll kwa Twaha Kyondo. Nikafanya masters of computer science. Hello. Ni daktari wa binadamu huyo, si ndio? Tuko pamoja? So just be yourself. Kwa hiyo tunatamani tuwaone mkienda mbele na mkisoma. Na isije kukufunga wewe mbeleni kwamba ulikuwa unatamani kusoma PCB ukapelekwa kozi gani. Unajua hata kuna watu wamesoma kuna watu walikuwa wanatamani kusoma PCB, si ndio? Wakashindwa kwenye maisha yao, si ndio? Akapelekwa kwenda kusoma HKL. Unanisikia mwanangu?
lakini ndoto yake ilikuwa ni kufanya kazi kwenye public health sector, si ndio? Lakini wakaji advance, kasoma HKL, kaja at the Hill, kasoma course C psychology, kaenda mbele, anajikuta kwamba tayari anaingia medical, na sasa hivi ni maprofesa wangu ambao ndio wananifundisha mimi. Kwa hiyo nitaka kuanza na hiyo inspirational ili muweze kufahamu na muweze kujipanga. Na kwa level yenu sasa hivi msianze kuchagua sana masomo, piga yote, faulu yote. Unasikia mzee Mwambao machoka akisema, piga digit moja 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 tatu, yaani digit moja. Alafu mkiingia huko mbele mambo yanakwenda. Kuna mtu ana swali mpaka hapo. What's your good name? Na? Modifa. Modifa. Monica. Monifa. Amesema? Monifa. Monifa. Maana yake? Bahati. Safi kabisa. Unajua maana ya jina lako? Unajua? Nani anapenda jina lake? Nyosha mkono. Nani anapenda jina lake? Yaani hilo jina uliopewa na wazazi wako unalipenda. Hebu nyosha mkono. Nyosha mkono. Nyosha mkono juu. Mimi nashusha chini kwa sababu ya kwangu silipendi. Nyosha mkono. Hello. Yes, unajua blessing, si ndio? Upendo. Blessing inaanzia kwenye majina. Shusha chini, si ndio? Sasa mimi naitwa Lazarus. Sisemi kama Lazarus ni jina baya, si ndio? Lakini huwa nauliza wazee, hili jina mlivyoita mimi Lazarus, mlikuwa mnamuita Lazarus gani? Ni yule alikuwa rafiki wa Yesu au ni yule maskini? Unaelewa? Sasa hawana jibu. Kwa hiyo waga nasema nabaki na shangaa tu, si ndio? Yeah, you are so blessed with such good name. So to start with, let me ask a question. Hivi kati ya wanawake na wanaume, kina nani wanaanza kuchomoka? Wanaanza kuchomoka. Wanaanza kuchomoka. Unajua maana kuchomoka ninaposema? Kusepa, si ndio? Wanaume. Wanawake wanaume. Hebu can you shout all together? Wanawake wanaume. So shout wanawake wanaume. Ongea basi. Bora kuna watu wengine wamenuna. Tukani mmoja kuongelewa na mtu. Naomba wote tu shout. Wanawake wanaume. 1 2 3. 1 2 3. Kuna majibu matatu hapa, si ndio? Kuna wanawake, wanaume na kuna nani? Wote, wote. Wanaosema wanawake hebu nyosha mkono. Wanaosema wanaume hebu nyosha mkono. Wanaosema wote nyosha mkono. You know, we are scientists. We need to go with vindications and the data and the statistics. So let's think. Sio? Mfikirie babu na bibi. Think about babu na bibi. Fikiria tu. Umewafikiria? Babu na nani? Wewe fikiria. Nafikiri bado community zetu hatujaanza kupata shida kujua babu na bibi. Ila Ulaya nisingeweza kuuliza swali hili. Sababu Ulaya kuna watoto hawana babu wala bibi, yaani hawajui nini yao. Si mnajua? Nani anajua hilo? Wako watoto ambao hawajui asili yao yani, si ndio? Imechukuliwa huku ovary, kachukuliwa huku sperm, ikachapwa kwa mtoto akafanya nini? Akazaliwa. Tusifike huko. Si ndio? Haya. Umeshafikiria babu na bibi? Haya, fikiria kati ya babu na bibi. Kama kuna mmoja wapo alifariki, ni nani alianza kufariki? Au usiseme. Wewe fikiria kwanza. Alafu toka alipofariki huyo wa kwanza mpaka alipokuja huyo wa pili kama amefariki au mpaka kama leo yupo, tofauti ni miaka mingapi? Unapiga mahesabu hayo? Halo? Mnapiga hayo mahesabu? Mnayajua? Swali langu ni kwamba toka alipofariki wa kwanza, what's your good name? Molin. Colin. Okay, Colin. Toka alipofariki wa kwanza mpaka akaja kufariki wa pili au kama bado yupo, what is the difference? Time lapse ya ni kiasi gani? Haya, mniambie. Wanaosema alianza kufariki ni mama, bibi, nyosha mkono. Nyosha mkono tuone statistics. Nyosha hivi jamani. Wewe. Nyosha hivi tuone. Geuza macho tuhesabu, usishushe. Geuza macho tuhesabu. Wako wangapi? Tuseme wote pamoja.
Wako wangapi? Nani tuhesabie? Dada njoo tuhesabie. Simama tuhesabie. Wako wangapi? Count. Wako wangapi? Nyosha mkono ushushe. Wako wangapi? Wako 7. Shusha chini. Na kuna wengine hapa wanaanza kunyosha kwa kujilazimisha. Halo. Wanaosema alianza babu. Hebu nyosha mkono. Nyosha kabisa mkono hivi. Simama count tena. Anahitaji kucount. Anahitaji kucount. Kwa hiyo tunapata jibu gani? Naomba mkaa chini. Tunapata jibu gani? Nani huwa anaanza kufariki mara nyingi? Halo. Na tofauti ni miaka mingapi? Nani anaweza kutuambia amepiga tofauti ameona miaka mingapi? Ehe. Tofauti ni miaka mingapi? 12. Naona hiyo kitu. Nani mwingine anataka kusema? Karibu Mwamba. Baba yangu alikufa 2009 and my baby is still alive. Miaka mingapi? What is the difference? 17. Someone else? Babu yangu alikufa alifariki. Babu yangu alifariki 2016. Mpaka leo imepita miaka 10. Kuna mkono huko nyuma. Kuna mkono nyuma. Watu wa nyuma wameanza. Bibi yangu ni 97. Alafu babu alikufa at 1990. Bibi yuko hai mpaka leo. Oh, 19 years. No. How many years? Difference 38. Miaka mingapi? Hebu piga ya kwangu. Mimi babu yangu alifariki mwaka 1972. Babu yangu 1972. Bibi yangu amefariki na ameshuhudia mpaka degree yangu ya 3. Yes. Hapa mlimani hapa. Amekuja marais. Dr. Neema. Marais. Wakati wa postgraduate, wakati wa masters, si ndio? Kaja. Na kule Muhimbili kaja malai moja. Kamefariki kabibi. Samahani natumia lugha hiyo, si ndio? Mwaka 2015. Hebu piga, what is the difference? 40? Haya. Bibi yangu huyo ni upande wa baba yangu, si ndio? Upande wa mama yangu, si ndio? Babu yangu amefariki mwaka 2005. Tarehe 22 mwezi wa 6. Juzi tulikuwa na ibada nayo. Si kama Reza aliangalia kwenye status nilikuwa nimeweka, tulikuwa tunamkumbuka. Kabibi kapo mpaka leo. Hebu piga mwaka 2005 mpaka leo ni miaka mingapi? Miaka mingapi? 21. Na nikifika kanaangalia, na ukitaka kana nikumbatia kama niona kana nijua. So, ina maana gani hii message? Don't take it for granted. Ina maana gani? Nani anaweza kuniambia? Ina maana gani? Ina maana gani hii message? What does it mean? Ina maana gani? Hii message ina maana gani? Nani anataka kusema? We are scientists here. Haya nikikupa, okay, man. Please. It means kwamba wanaume wanawahi kufa kuliko wanawake. And what does it mean? Kwamba wanaume tumeona kabisa kwamba wanaume wanawahi kufa kuliko wanaume. Kwa hiyo tambua, mwanaume mliyezaliwa naye siku moja, si ndio? Wewe mwanamke, si ndio? Atakufa mapema zaidi kuliko wewe. Mapema, prematurely. Na ni miaka mingi. Unaona kama mimi babu yangu toka amefariki, mpaka bibi alikuja kufariki. Na kalifariki kabibi baada ya kuumwa na nyoka. Na uhakika mpaka leo kangekuepo. Kwa sababu she was much healthier kuliko huyo aliyopo sasa hivi. Mamangu ana miaka 90. Kwa hiyo bibi yangu kama alimzaa mamangu akiwa na miaka 18, chukua ile sheria ya kisheria, si ndio? Hatujui ni miaka alizaliwa mwaka gani, si ndio? Take 90 jumlisha 18 ni miaka mingapi? Kapo na kanaona, kanajua kuhesabu, kanajua kakiangalia maandishi, kana kusomea. Unaelewa? So what does it mean? Karibu.
Mchungaji. Asante mzee. What does it mean? Nani anaweza kutuambia? Kwa nini wanaume wanakufa mapema zaidi? Yes. Pass by. Kwa nini wanaume wanakufa zaidi mapema zaidi? Kwa upande wangu labda naweza kusema ni lifestyle. Lifestyle. For example, what does it mean? Can you emulate it? Lifestyle vipi? Kwamba wanawake hawana lifestyle? Okay, labda tuachane kwanza na lifestyle. Twende labda kwenye lifestyle. Yes. Lifestyle unaweza kukuta. Can you stay? Lifestyle unaweza kukuta labda babu labda kazoea labda sijui kweli. You can put even in English. Babu umefanyaje? There is no wrong answer. Sure, Pendo, later. Yes. Labda unaweza kukuta babu amezoea labda kila jioni anaenda sema kupiga vyombo, piga vyombo, anaenda kupiga vyombo. Kwa hiyo kama akipiga vyombo inakuwaje? Kwa hiyo unakuta labda anaweza kuharibu mapafu, anaweza kuharibu kidneys, kwa hiyo inaweza kumpelekea. Okay, asante. Well, I did some research about that. Well, it was back. Nikagundua kwamba men die faster kwa sababu sisi wanawake tuna tabia, ni kwa mfano maybe tukiumizwa or maybe we don't like something imetokea kwetu, yani hatunyamazi kimya, tunaongea, we express it. Unlike men, kikiwakuta chochote you keep it, inawaumiza nyenyewe, you kill yourself inside. Simple. Let's go. The reason behind is men sometimes wanachukulia vitu like not serious, and women they do. Like for example, naweza nikamkuta a man like one day tulikuwa nimetoka kwa bibi yetu, ilikuwa usiku, afu kulikuwa kuna dereva alikuwa anaendesha gari ambapo ndio linaenda mkoani. Sasa hilo basi ya kale analiendesha huku, yani yeye amelala anaendesha na mguu, afu angali traffic nusu atugonge kidogo, wagonge. Pole. You see mwamba, pass by nyuma. Jibu langu linataka kuendana na walicho kusema wengine. Sem Nenglangit. Sema ili jibu langu nimelitoa just yesterday. My dad anatabia kutuonesha videos. Na kuna this I guess it was a picture or like a sticker and some sort of thing, I don't know. Ila ilikuwa inaonyesha a man amekaa, alafu kuna like these comments coming from the thoughts of their heads. Mtoto mmoja akakaa hapo anasema daddy I'm hungry, mtoto mwingine anasema dad I need school fees, daddy I need this, daddy I need that. Alafu there's a landlord at the back of the door anasema I need your rent. Kitu kama hicho. And then the man anakaa hana like hana mtu wa kumexpress hicho kitani, amekaa anashika kichwa kama vile anafinyanga his head like what am I going to do about this, the stress and stuff. Afu since the society pressure imeshazoea kuweka guys men like you got to do this expectations. Afu there are a lot of responsibilities. Unlike a woman who just be like nimechoka sijui nini hivyo. Kwa the man ana keep the responsibilities to himself, nini hivyo, the stress and everything, too many things to handle. Mwishowe ndo hivyo inapelekea anakufa. Na some people hata wanajinyonga nini hivyo. Karibu. Ndio hapa ndani. Watani zangu karibu. Mimi nadhani wanaume wanawahi kufa kuliko wanawake. Kwa sababu wanaume they have to carry responsibilities wenyewe. Like wanakuwa na a lot of thought. Kimfano unaweza ukafikiria kuhusu ada, kuhusu jinsi unavyolisha familia yako, na like wanawake wao
like wanakaa tu and watasubiria sisi wanaume to provide. Kwa hiyo ile stress ya kufikiria kwamba utatoa wapi hela. Kuna minong'ono mingi, there are a lot of murmuring. Why? And please keep talking. Ya mimi nadhani ndio hivyo tu. Yeah, asante. So, you want to say something? Yes. Yeah. Imeanza kwa debate. Karibu. The fact that he said men have to bear the responsibility alone, that's not true, because some moms are out there and they're single, they have no partner, but like they still take the responsibility. So I think it's a manner of men, like they just want to do it like alone, they like that. Na ni wale tu ambao wana partner, hata ambao wana partner wengine wana take responsibility, si ndio? Yeah. Yeah. Okay. So, let's assume we are in this seminar for 4 days. Let's assume this is day 4. This is just assumption, si ndio? Naomba mniambie, jibu itakuwa ni mwanamke au mwanaume? Amani au woman, si ndio? Na tutumie lugha moja, tutumie pia Kiingereza na Kiswahili. Kutoa majibu ya Kiswahili. Mwanamke au? Haya. Leo ni siku ya 4 ya workshop yetu, si ndio? Hello. Nani ana uwezekano mkubwa amelala toka tumeanza workshop yetu? Kuna siku moja amelala bila kuoga. Nani ana uwezekano mkubwa? Mwanaume. Nimesema mwanaume, mwanamke au wote, si ndio? Haya twende 1 2 3. Sema kwa sauti 1 2 3. Mwanaume. Na tuache siasa. Naomba tuache politics. Let's talk reality. Let's look at the social. Si ndio? Hello. Nikisema hello mnasema yes. Hello. Yes. Hello. Yes. Nani ana uwezekano mkubwa toka siku 4 tumekaa hapa kuna siku moja hajasafisha kinywa chake? Hajapiga mswaki yani. Nani? Kati ya mwanamke na mwanaume nani? Mwanaume. Sema kwa sauti nani? Mwanaume. Haya, nani ana uwezekano mkubwa? Underpant. Toka tumekaa hapa kuna siku moja ameirudia, hajaibadilisha, amevaa hiyo. Kati ya mwanamke na mwanaume nani ana uwezekano? Mwanaume. Sema kwa sauti. Mwanaume. Nani ana uwezekano mkubwa, si ndio? Kati ya hizo siku 3 4 ambazo tumekaa hapa, akaenda kagonga vyombo. Nani uwezekano mkubwa? Uwezekano mkubwa. Nani ana uwezekano mkubwa? Kati ya mwanamke na mwanaume nani? Naomba mniambie 1 2 3. Wote. Mwanaume wote? Wote. Majibu nayapata. Halo. Nani ana uwezekano mkubwa kati ya hizo siku 3 tulizokaa hapa, si ndio? Akacheat. Akafanya ngono. Kati ya mwanaume na mwanamke nani ana uwezekano mkubwa? Naomba mnijibu, nani ana uwezekano mkubwa? Mnajua jibu. 1 2 3. Nani ana uwezekano mkubwa? Mbona watu meangalia chini hamtaki kusema what does it mean? Wanangu, what does it mean? Kwa hiyo nitaka niwaambie kitu. Being a man, being a boy is not an easy thing. Si ndio? Many times a boy, a man, they face challenges. No, they take risk. And the risk ambao wanachukua wavulana na wanaume wanaoface ni wanawake. Mmenielewa? So as we are starting our discussions, know that, si ndio? Kwamba being a boy child, you are at risk kwa vitu vingi sana. Kwa sababu ya socialization process. Think about the socialization process. Sometimes we are receiving the message on how to become a man, on how to become a woman. Si ndio? Na hata kuna wakati tunaambiwa usiwe kama mbona wewe? Unaitwa nani? Victoria, tumsifu Yesu Kristo. Victoria, fanya kama mtoto wa kike. Kwamba there is expectations of the society. Man, be like a man. Si ndio? Act like a woman. Kwa hiyo socialization, the community is instilling some of the social norms ambazo tunatakiwa tuziishi kama wanaume au wanawake. Think about a boy child. Ili aweze kuitwa a boy child, kitu cha kwanza ni kitu gani? Kwamba wewe mpaka ukapewa jina la kiume ni kwa sababu gani? Au ukapewa jina la kike kwa sababu gani?
Wewe mfano ulipewa jina la kike kwa sababu gani? Yes, we know you are a girl. Kitu gani ambacho kinakufanya kinakujustify kwamba you are a girl? Hebu geuka muulize jirani yako, mwambie kitu gani kilikufanya ukaitwa a boy a girl. Geuka mwambie jirani yako. Ndio maana Mwamboma hapa alikuwa anasisitiza kwamba mkae boy girl boy, Geuka ongea, talk, mwangalie mwenzako, mshike mkono, mwambie hebu niambie. Mshike mkono. Mshike, acha kujikaza, mshike mkono, dada mshike mkono. Moyo unauma. Jamaa naogopa. Ongea. Halo. Kitu gani? Nani anaweza kuniambia? Kitu gani? Viungo gani vya nini? Iliki, mdalasini, viungo gani? Umbo la duara limesimama au limekwaje? Nani anaweza kusema? You want to say something? Yes. Please, go ahead. Sema. What makes a person a girl or a boy is their private organ. Private organ. Zinaitwaje? Hello, nataka kutuambia. Penis and vagina. Let's say penis and vagina. Say penis and vagina. No, why? Penis and vagina. I have a penis. She has a vagina. Hello. Hebu jiangalie, jiulize kwamba what do I have? You know yourself, si ndio? Kwa hiyo a boy child anakuwa a boy kwa sababu ya a penis, si ndio? Na a girl child anakuwa a girl. Aha, yeah. Naona watu wanapata shida kuambiana. Chochote ambacho tuna discuss huku tunakiita kama kilivyo. We call a spoon. Okay. We call a spoon what? We don't give it any other name. So please tell the exact thing because we are here to learn. We are not here to sugarcoat, right? Yeah. Yes, we are here to learn and don't feel shy because that is you. Okay, that is you, that is part of you. So we call it a name. Everything that we have has a, and we call it a, yes. Meipata hiyo. Asante Liza. Hivi AKA ya penis na vagina ni ipi? Huko darasani mnaisemaje au huko mtaani mnasemaje? Who can tell us? Yes, please. Dick and pussy. Dick and pussy. Sema kwa sauti. Dick and pussy. Dick and pussy. And we love it. Dick and pussy. Si ndio? Kwa Kiswahili jamani, mwamba anataka kusema kwa Kiswahili. Sema. Ujui. Zakali, sema zakali. Sema zakali. Semeni zakali. Sema zakali. Au mpingo, sema mpingo. Eti amjui shida minteract. Mkienda Uswahilini huko mtapata maneno mtabaki mnashangaa. And a pussy is called pochi manyoya. Sema pochi manyoya. Unaelewa? So, socialization inaanzia hapo. Kutokana na private parts zetu tulizonazo. Mtoto wa kiume, now we have a king in a family. We have a leader. A decision maker. Mtoto wa kiume hatakiwi kuwa mwoga. Mtoto wa kiume hatakiwi awe jasiri. Mtoto wa kiume hatakiwi kulialia. Si ndio? Mtoto wa kiume hatakiwi kuwa domozege. Si ndio? Domozege mnanielewa maana yake? Yes. Anapeleka moto, akimwona demu anamtongoza, si ndio? Yes. Mtoto wa kiume hatakiwi anywe pombe. Si ndio? Na mtoto wa kiume hata mademu hatakiwi kuwa na demu mmoja. Anatakiwa awe nao wengi. Si ndio jamii inavyosema? Si ndio? Because when we are silent, we are atukemei, si ndio? Maana yake tunakubaliana na hiyo kitu. Uongo kweli? Hivi niulize swali. Huyu na huyu wameenda field, si ndio? Tunashumu umeshakuwa watu wazima na wanangu mtakuwa mtapendeza huko mbeleni, utaolewa, utapata mwanaume mzuri kabisa. Sasa sio lazima lakini, si ndio? Na wewe pia utaoa. Si ndio? Mbona mnakataa vipi? Si ndio? Tunafanya assumptions, si ndio? Ngoja tuachane basi na nyinyi kwa sababu nyinyi hamtaki.
hao wote hawataki. Mungu wangu, hivi huku tunakoenda Neema tutakuwa na nini? Hawataki kabisa kuoa au kuolewa. Ai, yeah. Sitaki kukisema alichokisema. Sitaki, ngoja niishie hapo. Nitabaki nafanya nacho kazi mimi mwenyewe. Assume kuna baba fulani na mama fulani unawajua. Si ndio? Wameenda sehemu. Huyu baba ana familia yake na huyu mama ana familia yake. Si ndio? Lakini baadaye ukaona jioni kila mtu amepata mpenzi mwingine mpya. Si ndio? Mpenzi mwingine nani? Nani mtakaye mshangaa zaidi? Atakaye shangaliwa zaidi ni nani? Mwanamke, si ndio? Kwa lugha hiyo mnakubaliana kwamba wababa wakiwa na wapenzi wengi ni kitu cha nini? Sasa wako nashangaa nilivyosema wapenzi wengi ukaruka. While the society inasema mtoto wa kike, jamani, tumepata mama, tumepata mlezi. Mtoto wa kike anatakiwa awe msafi, anatakiwa awe na ushepu. Si ndio? Uwe na huruma. Hata ukiombwa kitu utoe tu, hata kinachohusu mwili wako toa. Wanatakiwa mnyenyekevu. Si ndio? Wanatakiwa uwe mtii. Society hiyo, si ndio? Halo. Anatakiwa awe fundi. Fundi wapi? Kitandani. Jamaa mnajua Mungu wangu wanangu. Hata sijasema. Yemwe tatawe. Fundi kitandani na wapi? Jikoni. Mmeona hiyo reasoning ya society? Mmeona hiyo reasoning ya society? Mmeiona? What does it mean? Inakuandaa kuwa mwanaume au kuwa mwanamke katika jamii husika. Lakini hizo trait ambazo unaambiwa, si ndio? Wewe zote unaweza kuzibeba mfano kama mwanaume. Ni tabia ipi ambayo kama wanaume wanaambiwa waifanye wewe inakushangaza? Kama ipi? Hebu niambie wewe. Wewe niambie tu kwamba unaambia, lakini jamii inasema kwamba ili mwanaume au mwanaume inabidi afanye hiyo tabia. Tabia ipi kama tabia ipi? Paying all the bills. Pay all the bills. Unaona? Unaelewa? Yeye anasema anashangaa kwa nini mwanaume achukue majukumu yote. Na imewatesa wanaume wengi sana. Tabia gani nyingine ambayo mwanaume jamii inamtaka lakini wewe unaishangaa, unasema kwamba mbona tabia ya ajabu sana? Hivi wanaume wote wanapenda kunywa pombe? Mbona msemi sasa? Ungependa baba yako awe na mchepuko? Anauliza tu. Ungependa baba yako awe na mchepuko? Ungependa baba yako awe mkatili? Ungependa baba yako ndio awe mtu wa maamuzi wa mwisho kwa kila kitu pale nyumbani? So you see, some of the behaviors ambazo ndio tunaambiwa zimekuwa normalized. Sasa hivi kuna watu hapa, kuna vitu mnafanya, you think kwamba they are normal. Please question yourself. Is this something normal? Is it biological? Kwa lugha nyingine, si ndio? Hicho kitu ambacho unachoambiwa. Is it biological or is it social expectations? Na kama ni social expectations, does it have benefit on your life? Na vitu vingine kama hivi. You want to say something? Simenielewa? Kuna a lot of social expectations ambazo watu tunaziishi na tumeanza kudanganywa. Mimi Mchaga, mimi Mfipa, unaelewa? Mimi Mnyamwanga, ndivyo tunavyoishi. Mimi Mmasai, sisi kina Laizer bwana, Umasaini, unaelewa? You are killing yourself. Some of the behaviors ndio zinazochangia wanaume kufa mapema. Tabia mojawapo ni uchafu. Uchafu, mfano kwa wanaume. Many men they dies. Epidemics nyingi ambazo zinahusisha mambo ya wash. Sema wash. Wash. Wash ni water sanitation and hygiene. Magonjwa, wale maengineer kule wanajua. Magonjwa yanayohusisha kunawa mikono mara nyingi au usafi mara nyingi duniani toka yameanza kuja yameua wanaume wengi sana. Think about COVID. Unakumbuka COVID? Waliokufa wengi zaidi kati ya wanawake na wanaume ni kina nani? Acha mambo ya mazoea ya wote. Fanya analysis. Sio? Wanaume walikufa wengi sana na ni kwa sababu ile tumeona pale. Yaani kuna uwezekano mkubwa sana hata hapa. Kuna mtu leo asubuhi amekula tunda, amepewa tunda, hajaliosha, akalila. Huyo ambaye ana uwezekano mkubwa hivyo ni nani?
Kati ya mwanaume na mwanamke nani ana uwezekano mkubwa? Tuongee ukweli, nani? Kuna uwezekano mkubwa kuna mtu ameenda hapo msalani, toilet, lavatory, si ndio? Amejisaidia, ameshikashika mambo yake kule. Alafu anakuta Mwalimu Katanta leta mkono, anakushika hivi. Anakusalimia, hajanawa, si ndio? Nani huyo ambaye ana uwezekano mkubwa huo? Kwa hiyo socialization process, mfano mambo ya afya, imeona kwamba mambo ya afya ni mambo ya wanawake. Na ndio maana tukuta hata huduma tumejikuta tumejiteka hata sisi wenyewe watu wataalamu wa masuala ya afya. Huduma ya mama na mtoto. Kwa hiyo wanaume wamepotezea. Lakini I've told you many times men they do take risk, but the ones who are facing the risk, the consequence ni nani? Mwanamke. Si ndio? Think about ule mfano niliyoambia babu yangu, si ndio? Babu amefariki mwaka 1972. Kwanza wazazi wangu mimi ndio sasa wameanza kuchanua. Huo the burden ya watoto 14 akabaki nayo milele. Umeshaelewa? 14. Hello. Kwa hiyo we are here to talk about the risk behaviors. Na hizo risk behaviors zinatuhusu wote. And it's unfortunate nowadays tunaanza kuona, yani baada ya muda wale wanaosema wote itakuwa ndio hivyo. Watoto wa kike na wenyewe wameanza kufa mapema despite all the burden ambazo wanakutana nazo. Hygiene. Nilikuwa naongea kuhusu wanaume. Think about that. Unaweza kuchukulia poa. Lakini ukienda ukajiangalia na ukafanya studies na ukaishi, wewe kuwa uchafu tu kawaida huu, uchafu tu wa kawaida. Usipozingatia utasepa mapema au you suffer a lot of consequences. You will lose a lot of resources kwa ajili ya kutatua changamoto ambazo umezipata kwa sababu ya uchafu. Lakini uchafu wa wanaume unaweza kupelekea changamoto kwa wanawake. So this morning let's talk about the hygiene. Hygienic behaviors zinaweza kukufanya kuwa attractive or less attractive. Some people wamekuwa jamii haitaki kuwaona kwa sababu ni wachafu. Kwa sababu ya vitu ambavyo wanavifanya kwenye maisha yao au wamefanya kwenye maisha yao. Na uchafu utakaoongelea hapa nitaongelea katika aspect 3. Physical. Si ndio? Ndio. Wewe kama unaandika anza kuandika hygienic behavior. First type ya hygienic behavior ni physical. Physically. Si ndio? Ziko sababu 7, hatuna muda Reza. Lakini katika sababu 7 ambazo zinaweza kumfanya mtu akawa less attractive au akawa attractive kwa wengine, ziko 7. Moja wapo ni hygienic behaviors. So today I will talk about hygienic behaviors. Na ya kwanza kabisa ni physical trait. Physically, wanangu, ukiwa mchafu physically, you will be less attractive. Hivi mtu physically anaweza kuchafuka namna gani? Kwa kufanya vitu gani? Naam? Nani anaweza kutuambia? Vitu gani ambavyo vinaweza kukufanya ukachafuka physically? Tuanze kuangalia mavazi. Kuna mavazi mtoto wa kiume, kuna mavazi mtoto wa kike ukivaa, people will hate you. Mnanielewa? Mbona mnaniangalia hivyo? Si ndio? Kuna vitu mtoto wa kiume ukivivaa au mtoto wa kike ukivivaa, jamii itakuchukia, jamii itakutenga, jamii itakulebo. Hata kuvaa suruali tu, suruali hata kama mtoto wa kiume amevaa suruali, hiyo suruali ya mtoto wa kiume, the way ambavyo umeivaa. Mfano katakei wanavaa watu gani? Sawa, najua ni wanaume. Ni wanaume wana tabia zipi? Naomba niwaulize, wanaovaa katakei, si ndio wanatembea katakei iko suruali kabisa iko hivi, unajua mambo poa, yuko yani unafanya nini? Si ndio? Ni watu wenye tabia ni watu wenye tabia gani? Teja, wahuni, mna majibu mengi, si ndio? Lakini katakei asili yake ni kwamba ni watu wasiovaa mikanda. Si ndio? Na watu gani ambao mara nyingi hawatakiwi kuvaa mikanda? Kuna wakati utakiwi kuvaa mkanda wewe, unajua? Wewe wa kike, wewe wa kiume, ni wakati gani? Na ukiona utakiwi kuvaa mkanda maana yake umechafuka. Mnanielewa? Na hizo tabia za kuvaa, umevaa suruali yako nzuri kabisa hujavaa mkanda, wewe
Kunajua kuna wale wengine hawajavai mkanda lakini kuna sehemu ya kukaza hivi, si ndio? That's fine, si ndio? Lakini suruali kabisa, tena mwingine kabisa anakuambia nishonee suruali hata usiweke luxa. Si ndio? Mara nyingi watu ambao watakiwa kuvaa mkanda ni inmate. Unajua inmate? Wafungwa, watu waliowekwa ndani. Umeshaelewa? Na mara nyingi watu wanaofungwa wanakuwa na tabia mbaya. Wapo wanajua kabisa kuna jamii tunajua kuna watu wanafungwa kwa bahati mbaya, si ndio? Lakini mara nyingi na ilianzia kule Marekani kwenye yale magereza yale. Sasa na wale wafungwa wakajiwekea na alama. Ukiona nimeshusha kidogo namna hii, sintawaambia ni nini ili muache kuvaa, si ndio? Ukiona nimeweka kidogo hivi, ujue kwamba mimi nabanduliwa. Wa kiume anafanya nini? Anabanduliwa, anainamishwa, anapigwa pipe. Si ndio? Ndio. Kuna mwingine yeye kazi yake ni kupiga pipe nani? Wenzake. Na nyie mnavaa tu. Kwa hiyo tukikuona tunaanza kufikiria huyu ni wale. Sema pamoja, tuseme wote pamoja, ni wale. Waliohama grupu. Halo. Nikisema halo mnasema yes. Halo. Kwa hiyo mavazi, nimetolea tu mfano kata K, si ndio? Mtoto wa kiume unavaa heleni. Mtoto wa kiume sawa, tunajua kuna cheni anaweza kuvaa, lakini kuna cheni zingine mtoto wa kiume akivaa unabaki unashangaa. Juzi Neema, nilikuwa nchi fulani nikashangaa. Unajua nilishangaa paka wenyewe wakanishangaa. Nikasahau kwamba siko Tanzania. Nilikuwa Brazil, si ndio? Leo. Si ndio? Na muona jamaa amevaa, mwanaume amevaa mashanga kiuno. Sasa unajua ameinama yuko nikabaki nashangaa, namwambia mwenzangu. Sasa paka wengine wakanishangaa, akasema wewe acha ushamba. Wale ni maisha yao kule. Sasa vaa huku Bongo tukuone. Yaani mwanaume unavaa shanga? Dogo. Hivyo kabisa na ulijali shababi ulivyokuwa. Unavaa shanga? Halo. Watoto wa kike. Sawa, ni nguo ya kike. Na kila kitu kuna muda, wakati na mahali pake. Na Biblia inatuambia kila jambo lina wakati. Sasa wewe nguo ya kuvaa chumbani wakati umeolewa au umefanya nini au kwenye swimming coast au wapi, si ndio? Unatuvalia, unakuja hapa umetuvalia. Yaani ukiangalia mpaka bibi, unamwona bibi alivyokaa kabisa amejibana, yeye amefanya nini, unaona kabisa. Kwani uongo? Naongea uongo? Halo. Sawa, hizo nguo vaeni, kuna maeneo yake, lakini kwenye public usivae. Ndio maana mna attract watu wengine wanaofanya vitu vya ajabu. Ni uchafu. Dadareki. Unakuta kijana kama huyu mwamba kweli kweli yani, si ndio? Amejipiga bonge la tattoo hapa. Matatu kwanza sio Kristo. Mamichoro mingine, si unajua kuna watu wanajichora mamichoro mingine hata waelimu maana yake ni mchoro nini? Kuna mtu mmoja nikuta mchoro, nikamuuliza mtu fulani. Tena siku hizi ni rahisi tu. Ukikuta mtu ana mchoro unafanya wewe upige picha kwa nini? Weka labda kwenye cloud, weka kwenye Copilot. Si kuna AI nini tools ziko nyingi. Iulize hii maana yake nini? Nilipocheck hivi akaniambia Lucifer. Ndio. So mbele watu wanavaa t-shirt limeandikwa maneno tu ya ajabu na kitambi kama changu nimevaa. Natembea. Kumbe is a man who has been sodomized. Uchafu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kwa age yenu sasa hivi unaweza kuvaa hata t-shirt na maneno mengi, si ndio? Lakini ikishafikia age fulani, mfano kama age ya kwangu, ya Mwamboma, Neema, nani, huwezi kuvaa hata t-shirt na maneno mengi kwa sababu hujui yana maana gani. Hata kama yana maana nzuri, si ndio? Kuna wakati mwingine, tunanielewa? Pombe ni uchafu. Sigara ni uchafu. Na wanangu naomba niwaambie, tena watoto wa kike mlioko hapa leo. Sasa hivi kuna ushamba. Tena nyewe siku hizi hapa kwa sababu wazazi wenu si ni maprofesa, si ni madokta, si mko chuo kikuu, mnajiona ndio wajanja hata mkiongea Kiingereza chini hapa, na majina yenu hapa mnafanya, si ndio? Ukiingia kwenye club ndio unakuta mmekaa mmejikunja tu mko na shisha. Ni ushamba na ni uchafu. Mwambie mwenzako ni ushamba na ni uchafu. Unajua, we are here. We are speaking science, si ndio? Puff moja ya shisha ni sawa na vipande 100 vya sigara. Yaani umevuta ile sigara kwa maliza ya kwanza, ya pili, ya tatu. Yaani ile moja ya shisha ni sawa, alafu ina high level ya carbon monoxide ambayo ni very toxic. Na hiyo iliyoko pale na nicotine, si ndio? Kwa mtoto wa kike, the more you spend,
si ndio? It weakens your uterus. Kwa hiyo wengi, watoto wa kike wengi in future hawatakaa wakapata watoto, au akibeba tu mimba inatoka, akibeba mimba inatoka, au sasa itabidi ufungwe miguu namna hii ukae miezi 9 ili mtoto asitoke. Ndio, usiogope. Natumia malugha mengine hayo mwili mnielewe kwa urahisi. Ni uchafu. Sasa hivi huwa tunapata shida. Una recruit kijana kama huyu mwamba kabisa, mwingine huyu hapa mwamba kabisa, unasema huyu jamaa anafaa kwenda usalama wa taifa, huyu jamaa anafaa kwenda jeshi, huyu jamaa anafaa kuwa kiongozi wa nchi. Kwenye vetting process anaenda kwenye matraining hayo, wakicheki kwenye damu mchafu. Yes, Jesus gani? Mlacheni kumsingizia Yesu. Tabia zenu hizo. Naomba nikwambie, pafu moja ya shisha itabaki mpaka siku unaingia kaburini kwenye damu yako. Pafu moja ya bangi itabaki, mirungi itabaki, madawa ya kulevya itabaki. Na ni very simple. Sasa hivi tu hapa naweza kumwambia Neema, tucheki hao watoto walioko hapa ndani. Ni nani ambaye Reza pale anajua tushafanya naye program. Ni nani ambaye hapa alisha kutumia dawa ya kulevya na nani ambaye hajakutumia madawa ya kulevya? Very simple. Mkojo tu pa. Mnajua litmus paper? Sasa kuna litmus paper ambazo zinakutambulisha kwamba huyu ametumia bangi, huyu ametumia pombe, huyu ametumia, yani kichoma tu imetiki kaa huko. Kaa huko. Kaa huko. Watu vijana wengi. Amuona ile matangazo ya kazi fulani wanasema asiwe imechorwa tattoo, asiwe imeshawahi kutumia madawa ya kulevya. Kuna watu wanadanganya. Tena siku hizo watu wengine huja na kufutafuta hivi. Wanasema tattoo imepotea. Ukienda kufanya nini huko? Yani unaingizwa tu kwenye bwawa kama kuku, si ndio? Au ni ng'ombe. Mnaingia hapa mnaoga, mshawahi kuona josho la ng'ombe? Unaingia hapa, ukitoka huko, maalama yote ambayo kwenye mwili wako ambayo umeshawahi kuwa nayo, natural yatajulikana na artificial yatafanya nini? Acha kujichafua. Uchafu mwingine kugongana miti. Mnabanduana. Halo. Naomba unijibu, sema yes, halo. At this age, this is a tender age ambayo investment yenu kubwa ni kusali, kusoma, ndio kazi yenu, na kufanya kazi kuwafurahisha wazazi wenu. Sasa hivi hapa kuna watu hapa. Naomba niseme kwa uhakika niliokuwa nao. Kuna watu hapa mmeshabandua na mmeshabanduliwa. Ndio, mimi si daktari najua. Na bahati mbaya mnabanduana pasipokuwa na precautions. Mnanielewa nasema kubandua? Kuna mtu hajanielewa? Sexy, mnapigana miti. Na tumeshaongea, nilikuwa naongea nimpa mfano huyu bwana. Sasa miaka 14. Akipiga mtu huyu amekula ameshiba, shababi huyu jamaa anaacha risasi, atasababisha mimba. Shukuru Mungu asababishe mimba. Vipi kuhusu virusi vya ukimwi? Vipi kuhusu hepatitis? Na hepatitis huwezi kuona dalili mwanangu sasa hivi. Yaani by the time big unamaliza PhD yako ndio unaanza watu wanasema jamani ana virusi. Na watu wameshikana, kuna watu hawataingia mbinguni kwa sababu wameshikana uchawi kwa vitu ambavyo watu walifanya wenyewe. Sababu hepatitis inafanana na virusi vya ukimwi kama unavyoiona. Sasa sisi tunaenda kupima, baada ya kupima hepatitis tunapima virusi vya nini? Vya ukimwi. Tukipima virusi vya ukimwi vitaonekana? Hatuwezekani kwa sababu tumemiss, si ndio? Mwisho wa siku unamwacha hata Bwana Yesu kwa mganga wake, mwanangu atakuwa amelogwa. Huyu PhD yake ya electronics na nini, ndio Mtanzania wa kwanza si na nini. Wamemloga. Kumbe ulibanduliwa ukaambukizwa. Naomba niwaambie, social investment yenu nimewaambia ni kwenye elimu. Na kwenye nini niwaambia mwanzo? Na nini? Watu wameshasahau kudadadeki. Nimewaambia social investment yenu ni kwenye elimu na afya. Sema elimu na afya. Ndio. Alafu kumbukeni, kila jambo lina wakati wake. Mwanangu, ukibanduliwa, mimi kama mtaalamu, hata kama tumekaa kwenye daladala, najua huyu amebanduliwa na mtu aliyembandua na kaswende. Ndio, kwa nini nadanganya? Andika kwenye simu, nakuaga na simu. Andika oral manifestation of systemic diseases. Yaani kwa kuangalia uso wako tu mwanangu huu, ninaweza kufanya assessment, nikajua huyu mtoto anafanywa ukatili nyumbani. Nikajua huyu mtoto wakati anazaliwa baba yake na mama yake walikuwa na kaswende. Ndio, usishangae. Siongei uongo. Nyinyi ni watoto wataalamu mko hapa. Nende mkauliza wazazi wenu, watawaambia. Nikajua kwamba huyu sasa hivi ana active herpes simplex.
kwa kuangalia tu. Tena ukifungua mdomo ndio kwisha na kumaliza. Kwa hiyo yale mambo mnayofanya gizani huko, mnajisi mnajificha gizani namna hii, si ndio? Ukitoka nje kuna manifestation zake. Halo. Halo. Nikisema halo mnasema yes, halo. Zamani sisi, Neema anajua, tulikuwa tunaweza kukaa tukamjua tukasema wewe mtaka kujamiana. Ndio. Siku hizi hayo mambo siku hizi yamepotea, lakini kijijini bado ukienda kufanya unajulikana. Kuna kitu kinaitwa sexual aroma. Ukitoka kufanya ngono kama hujaoga, hasa wanaume waga waoge, wanajifutafuta tu hivi. Akija kukaa hivi anasema mbona wewe kama unanukia harufu fulani ya mambo fulani. Kwa hiyo ni sawa na hicho ninachowaambia. Wanangu, wanaume kama nilivyosema kimaumbile, kuna vitu wanavyo ambavyo visipozingatiwa vinaweza kuwaletea changamoto wao wenyewe wanaume, lakini pia wakawaletea changamoto nyinyi watoto wa kike. Mfano, kuwa na govi. Mimi naweza kusema ni ushamba kama daktari kwa dunia ya sasa. Govi ndio. Unashangaa mkono wa sweta. Hujatailiwa. Unalikofia fulani huko. Kwa mtoto wa kiume. Halo. Halo. Ina faida na hasara. Mfano mimi Neema Upendo, mimi nilitailiwa kwa mara ya kwanza. Tumejitaili wenyewe. Tukiwa chuo kikuu, tumeshafundishwa ndio tukajua, si ndio? Na nimesoma Pwani. Kwa hiyo ilikuwa ni speed governor kwangu. Kwa sababu kwanza walikuwa na check. Ana govi huyo, ana govi huyo. Kwa hiyo tulikuwa tunajilinda, tunajificha kweli kweli. Kwa hiyo kumfuata hata kabiti kukaambia wewe mambo nini? Unaogopa kwa sababu unaweza kukaambia ukaenda kufanya ile mambo ndio kutangazia jamani katantana govi. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa ni speed governor. Lakini kiukweli wa mambo nimeugua sana magonjwa haya ya nini huko. UTI kila mara. Nini kila mara. Ina faida kutoa govi. Lakini kwenye govi, mtu anayekuwa na govi ana vimelea vingi zaidi vinaitwa, andika HPV, andika HPV. HPV kawaida kwa mwanaume ni uchafu na si uchafu. Lakini HPV vikienda kwa mwanamke ni uchafu. Ndio vinavyosababisha kansa ya shingo ya kizazi. So the more na wale HPV wako kama sisi binadamu tulivyo. Neema na ni Upendo ni Liza, si ndio? Neema ni uko wako Msuya. Wewe uko wako ni nani? Mwakyusa. Wewe Lauo. Wewe sema Munisi. Wewe uko wako Masai. Mimi sijauza kabila, ni uko. Wewe Makata mwe. Kanyamwanga. Umeona jinsi ndivyo? Sisi binadamu kila watu wana koo zao. Kwa hiyo hawa HPV na wenyewe wako hivyo hivyo. Na kila strain ya HPV ina tabia zake. Kuna zingine strain za HPV hazina madhara kwa binadamu, si ndio? Lakini kuna strain zingine za HPV zina madhara kwa nani? Na sio kila binadamu ana strain zote. Yaani kama hizi koo zilivyokuwa, si ndio? Sasa wewe unapodungana, unapokuwa dunga au dungwa, si ndio? Kila unayekutana naye anakuachia. Kwa mtoto wa kike vile vile unapojidi kuchanganya, si ndio? Unapata kansa ya nini? Shingo ya nini? Ya kizazi. Na bahati mbaya vinapoingia ni vipole, havina shida. Utaanza kusikia maumivu ile resource iliyokuwepo itakapokuwa imeisha au imeharibiwa. Si ndio? Kwa hiyo you can stay with it without any symptoms even for 20 years. Ndio dalili inaanza kuonekana. Sasa kuna watu hapo wameanza kudungana na kudungadungwa wakiwa na miaka 8. Kwa nini naongea uongo? Naongea uongo? Naomba mnijibu, naongea uongo? Na siwalaumu. Sisi wazazi wenyewe wakati mwingine tunatakiwa tulaumiwe. Kuachia boda wangu. Boda nembeba mwanangu. Hayo mjomba. Kuna watu hapa nikiwauliza nani uliyefanya naye ngono kwa mara ya kwanza kwa wale ambao wamefanya ngono? Watakwambia alifanya ngono na mjomba. Alifanya ngono na houseboy. Alifanya ngono na house girl. Kwa nini naongea uongo? Naona kabisa watu kinapita sha. Si ndio? Cheni ushamba. Huo ni uchafu. Kwa hiyo uchafu wa kimwili unainteli vitu vyote hivyo. Pombe, mavazi, kujichola, vyakula mnavyokula. Unajua kuna vyakula ukila unachafuka. Hata unaweza kufa. Uongo kweli?
Mfano kama vile umekula chakula ambacho kimechacha. Uwalishi. Nauliza uwalishi. Nani ambaye ameshakualisha? Nyosha tu mkono. Kama umeshakualisha, hebu nyosha tu mkono. Naomba unyooshe mkono, nyosha mkono. Yes. Kuna mtu yuko form 5 na 6 hapa? Mtu yote ambaye ameshakualisha nikiwemo mimi, maana yake ulikula mavi mabichi. Ndio. Si ndio? Ni oral fecal disease, inaitwa oral fecal disease. Mtu amekunya, mavi yameingia kwenye nini? Engineer yule pale anajua. Na ndio maana wale pale watangaza water treatment. Pale Louvre, mfano pale Louvre. Lazima waweke hao wataalamu hao. Wanaweka inaitwa nini? Ni chlorine. Mwamboma. Ni chlorine mnaweka kwenye maji. Chlorine. Kwa sababu ya maji yako contaminated, sema contamination. Yes. So stop being contaminated. Kwa sababu kama umeshakualisha, maana yake ushakula mavi. Na kama umeshakufanya ngono, umeshakuwa contaminated, ni sawa anakula mavi. Si ndio? Haya, mnajidanganya mnaenda kwenye hoteli na kupeka kwenye hoteli kubwa ya kimataifa ya nini na nini. Kumbe mwenzako ameweka kamera pale. Au kuna watu wanawatrack, wanataka wapate ushahidi. Yaani hata nyinyi hamna intention hiyo. Lakini kuna watu wanakereka tabia ya huyo jamaa kubeba watoto wadogo kama hao. Naomba tu niwaambie hiyo. Wanaweka pale. Na ni for security. Inaachiwa. Unasikiaga connection? Si ndio Neema University kwa nasemaga connection? Watu wanaachia. Huko unapigwa kitu ta ta ta. Na unavojituma. Watu jamani, kumbe wanajituma na neno mamolino. Ya. Unaelewa? Acheni ushamba. Yakiingia hayo kwenye mitandao yatabaki milele. Hata uwe na miaka, unaelewa? Digital what? Sema kwa sauti. Digital footprint. Na ukija mfano University of Dar es Salaam kutaka kuajiriwa, wanapeleka kabisa kule Virtual University, Virtual Center. Hebu tufanyie digital footprint ya Katanta. We want to hire him. Tuone historia yake ikoje. Ma comment yote. But the other thing, medically, wanangu, siku hizi mnatumia sana teknolojia kwa muda mrefu. It has very great benefit, lakini pia ina madhara mengi. Hivi do you know that? Mfano sasa hivi nikichukua simu yangu hapa, nikampa, unaitwa nani? Sema kwa sauti. Benedetta. Jina la mtakatifu kabisa, Mtakatifu Benedetta. Itikeni huu tuombe, Mtakatifu Benedetta. Kuna kanisa moja wanafanyaga hivyo. Si ndio? Nikimpa Benedetta simu yangu hapa, nikampa tu akae nayo kwa muda. Sasa ataanza kuichezea. Mara ataenda kwenye YouTube, mara sasa ataenda wapi. The moment unaposhika simu yangu, hamjawahi kushangaa kushika simu ya mtu mwingine, inakuletea preferences zako. Umeshagundua hiyo kitu? Yaani mimi sipendi mpira kabisa. Maisani anapenda mpira, si ndio? Yaani akishika tu. Mfano jana ameshika tu. Imeleta ratiba ya nini? World Cup. Yaani narudi kuangalia kuta kuna ratiba ya World Cup. Kwa hiyo tayari Iris iko connected na virtual world. Umeshanielewa? Kwenye mambo ya tunaita child protection and safeguarding, si ndio? Kuna watu wanatoka groomers. Groomers sasa hivi wanatumia Mwamboma. Hawatumia hata nguvu kufanya nini? Wanatumia teknolojia tu. Mfano kuwatengeneza wasenge na wasagaji. Naomba niwaambie. Yes. Unaangalia unakuta tayari imesha kuunganisha kule, inaanza kukuonesha unamwona huyu ni tajiri, unamwona huyu siri ukoje, ana very successful, inakuonyesha. Mwisho wa siku inaanza kukuonesha familia yake. Unakuja kurealize familia yake kumbe anaishi mwanamke na mwanamke, mwanaume na mwanani? Mwanaume. Wasema kumbe maisha ndio haya. Zamani hata kuongea, wale wazee wanajua hapa. Hata mambo ya kuongea mambo ya usenge na usagaji, tulikuwa tunaona ukakasi. Lakini sasa hivi ni kitu cha kawaida. Ni normalization. Hebu unajisikiaje wewe? Umemtumia mtu message, imetiki blue kabisa, si ndio? Umemuuliza kitu haja kujibu. How do you feel? Naomba mniambie, how do you feel? Ndio teknolojia naambia uchafu, unabaki na hasira. Kwa hiyo kwenye mwili kitaalamu tunaita serotonin, dopamine yanaamka. Kuna kitu kinaitwa limbic system. Ile unakuta umerudi wewe baba katoto toka asubuhi uje wanako. Haka kabwana hapa. Unakasalimia vizuri.
Kislani. Kumbe kwenye mtandao ameshachafuliwa. Ana hasira. Mbona mimi nawaandikia wenzangu? Au kwenye group unaandika, kila ukiandika watu wanaweka emoji vya kukunyamba. Si unaelewa? Au kwenye group kuna mtu akianza kutype unasema si ataweka kitu gani? Kwa hiyo emotionally inapelekea kutrigger limbic system. Wengine imewafanya wameshindwa kuwa na haiba nzuri, afya njema. Wengine wamepelekea kuwa na vidonda vya tumbo. Wengine wamepelekea kupata mental health issues, diseases. Kwa hiyo angalieni namna mnavyotumia. Ya mwisho, tunapoenda kumalizia hapo, si ndio? Ni uchafu wa kiroho. Andika. Spiritual. Wanangu, kuna vitu mnafanya. Ni yule wa Galatia ngapi? Ile anayosema wazinzi, walafi. Nani anaweza kunitafutia? Unaifahamu? Inayosema wazinzi, walafi, wasagaji, wanywa pombe hawataona ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo kiroho unaweza kuchafuka kwa kunywa pombe, uzinzi, ufiraji, ufirwaji, usagaji, maneno ya uongo. Kuna wale watu wambea. Umbea unakuchafua kiroho. Umesikia mwanangu? Umesikia? Kisasi. Kiroho unachafuka. Lakini zaidi kiroho unachafuka sichone kwa kufanya ngono. Sema ngono. Kama hujaruhusiwa kufanya ngono na huyo mtu ukifanya naye ngono, kiroho umejichafua. Unafanya kitu kiroho tunaita spiritual tie. Andika spiritual tie. Spiritual tie. Yani spiritually you are connected to someone. Unajua hivi uchaye kujiuliza ya duniani hapa ulikujaje? Au mimi duniani hapa nilikujaje? Ni baba na mama wangu walifanya ngono. Ndio? Hata wewe baba na mama wako walifanya nini? Ndio maana ukatokea. Kwa hiyo wewe spiritually you are connected to your parents through that act. Na kitu kingine nataka niwaambie. Unavyomuona huyu unamwona jinsi alivyo? A complete set. Unaitwa nani brother? Abrian. A complete set ya Abrian ina vitu 7 bodies. Ndio. Body ya kwanza ni hii physical ambayo tunaiona. Body ya pili ni spiritual. Body ya tatu ni mentally. Body ya 4 ethereal. Yani ziko 7. Na ili uweze kukamilika, unasikia brother? Ni lazima 7 zote ziwe in harmony. Ndio maana nasema, kwa hiyo sometimes we are connected physically, sometimes we are connected spiritually. Na kwenye spiritual ni mbaya zaidi kwa sababu kuna viumbe wengine wengi, aina nyingi tofauti. Do you know that? Ambao hata tuwaoni. Umeshakusikia majini yanaitwa majini? Si ndio? Hata saizi yako hapa inapiga na nyemelea, lakini hayana mandate juu yetu sisi. Ila tukiapa mlango yanafanya nini? Na kuna watu, umeshakusikia mtu ameoa majini? Umeshakusikia mtu ameoa majini? So you can do sex with genie spiritually. Simenielewa? So when you do sex with someone, you get connected to him or her. Na unaingia kwenye community yake. Kama yeye kufanya ngono na mtu mwingine, maana yake spiritually pia na wewe unafanya ngono na yule mtu. Na yule kama ameconnect na mwingine, maana yake na, kwa hiyo virtually unaweza kujikuta hapa mwanangu, unahisi umefanya ngono na yule uliyefanya naye ngono. Kumbe unafanya ngono na community ya watu wengi. Na wakati mwingine unajichanganya na tabia zetu sisi wengine, wakati mwingine wazazi, si ndio? Unakuta tumepita na watu wengine. Kwa hiyo unajikuta kwamba tayari unaanza kufanya ngono mpaka hata na wazazi wako. Unaguna.
Na mfano mzuri, do you know how to teasering? Kwenye hii connection kwenye simu, unataka kuunganisha na nini mtu, si ndio? Unafahamu? Ile unafanya teasering. Yaani mtu anataka internet, unajua? Yenyewe mta hotspot, inaitwa teasering, si ndio? Hotspotting, yangu niangalie hotspotting, si ndio? The moment kana ninapokutana na wewe ambaye nilikufanyia hotspot kama umewasha, sina connect. Ina connect hai connect. Automatic, si ndio? Sasa ile sio, yani sio paka mnapokutana. Ukishafanya ngono na fulani, yani unabaki pale milele umekuwa connected naye. Kwa hiyo kila akiongeza mtu akufanya naye ngono kule, na wewe inaongezeka kwako. So you know what is the danger of that? Ina benefit, lakini pia ina hasara. Kama ni spirit wazuri utapata baraka, si ndio? Lakini kama ni spirit mbaya unapata shida. So nimeambia kuambia hili kwa sababu tuko kanisani leo. Ningekuwa kwenye public nini hata nisingeongea. Go and learn about spiritual ties. You will learn a lot. So stop. Unakuta umesoma tena, nyinyi wanangu mnasoma shule nzuri kweli, yani shule nzuri. Unashangaa wenzako wote wamepiga single digit. Wewe umepata point, umepata division 4. Paka shule wanashangaa. Kumbe kuna spiritual tie uko unatembea nayo ya mikosi. Juzi hapa kuna mtu mmoja alikuwa anampatia huduma, aliletwa kwangu. Mimi na kliniki ya ushauri, malezi na makuzi, si ndio? Na familia. Mtu mmoja akamwambia, "Tena ni daktari kabisa. Na cheo kikubwa, anafanya hospitali kubwa kabisa." Mtu mmoja akamwambia, "Bwana, hii changamoto ulionayo, nenda kamaone Katanta, labda anaweza kukusaidia." Analalamika kwamba kila akitoka nyumbani kwake, si ndio? Makunguru. Unajua makunguru? Ni hapa Dar es Salaam. Paka anaingia kwenye gari, anaondoka, anajua makunguru yameondoka. Guys, ni kesi ya juzi tu. Akifika anashuka kwenye gari, anaanza kuingia usini kwake, anamfuata. Sasa alivyokuja akaniambia, ni daktari kama mimi pia na yeye. Ananiambia, "Kisa daktari, mimi nashindwa kuelewa kwa nini wameniambia nije kwako." Nikamwambia, "Sikiliza bwana, hii ni kitu simple tu. Let's do one thing." Kwa hiyo anasema, "Wewe inakuja afu inapotea. Inakuja afu inapotea." Nikajua tu hapa kuna shida sehemu. Nikamwambia, "Sasa sikiliza. Kila itakapotokea tena niambie." Siku ile mtokea, nikamwambia, "Haya, angalia masaa 24 yaliyopita. Document kuanzia ulivyoamka mpaka ile tukio limetokea. Ulifanya vitu gani? Wewe document niandikie." Akakaa siku nyingine tena likatokea, nikamwambia, "Document tena." Mpaka mara 5. Nikamwambia, "Njoo." Akanipa zile information, nikazitupia kwenye AI. Unajua AI wala, tunamshukuru Mungu bwana, si ndio? Ni namna tu prompt, si ndio? Nikamwambia, "Naomba similarities na tautology kwenye information za huyu bwana. Na difference ni nini?" Ikapiga. Yaani kuna similarity fulani zinatokea, mara wakati imetokea kwenye gari, umetokea si wapi. Ikaja ikanipa katika historia yake, yani katika hizo siku zote 5. Kuna kasehemu kila siku, yani kila inapotokea kale kasehemu, he visited here. Nikamuuliza, hapa ulikuwa unaenda kufanya nini? Hivi vingine ni vya kawaida kabisa, si ndio? Nikamwambia, "Hapa ilikuwa nini?" Akasema, akafanya mdomo, Nikamwambia, "Ni nini? Niambie." Anasema, "Unajua bwana, nina mwanamke." Ana mwanamke. Kumbe pale nika guest. Na yeye kwa sababu ni ofisa mkubwa, huwa anajifanya anaenda shambani, anambeba yule mwanamke, anaenda naye, wanafanya mambo yao pale, wakifanya wanarudi. Nikamwambia, "Sasa shida iko kwa huyu mwanamke." Ananiambia, "Kivipi?" Nikamwambia, "Angalia." Nikamwambia, "Mara mwisho imetokea lini?" Akasema, "Imetokea si lini." Nikamwambia, "Kamtafute leo, kula mzigo afu uone." Anambia, "Daktari, umeanza mambo gani?" Nikamwambia, "Mimi sinakwambia." Amekaa kama vile baada ya siku 10 akaniambia, "Bwana, nilijaribu tena." Nikamwambia, "Ulijaribu tena, hujakoma? Ya makunguru yametokea." Nikamwambia, "Ndio. Haya makunguru yametokea kwa sababu huyo mwanamke ana spirit ambayo nini?" Sasa mimi hiyo kuanzia hapo mimi nini, sio kazi yangu tena, si ndio? Mimi nimeshafanya diagnosis, nimeshamaliza. Nimemwambia, "Shida iliyokuwa hapo, unachiti na familia yako, kwenda kukaa na huyo mwanamke, na huyo mwanamke ana maspiriti. Kwa sababu ya spirit mimi siyajui. Nenda kwa mchungaji Rubajange, si kwa mchungaji nani akuombe mambo yaendelee." Anaitwa nani? Rubadanja. Kumbe mnamjua. Wanangu mnasali.
Halo. Halo. Kuna kitu umejifunza hapo? Swali? Seria? Karibu njoo tukuwape nondo kidogo. Ndio umeenda? Asante. Tumetoka kuambiwa kuhusu miili yetu jamani, si ndio? Do we know who we are? Tunajua sisi ni nani? Nani anajua yeye ni nani? Who are you? I'm a man and I'm a human. You're human and I'm a man. a man. He is a man and he's human. Right? But do you know who you are to God? I'm his like messenger. He is a messenger of God. So, if he is a messenger of God, whose body is he carrying? Huh? God's body. So, we're going to read on 1 Corinthians 6:19 to 20. 1 Corinthians 6:19 to 20. 1 Corinthians chapter 6:19 to 20. Can somebody read that for me? Yes, Nengalangi. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 hadi wa 20. Nao nasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Amen. Thank you so much. Is that a message enough? I'll have to kuelezea zaidi. Sidhani kama nahitaji kuelezea zaidi jamani, si ndio? Sisi ni nani? Ni miili ya nani? Sio ya kwetu. So how are we supposed to keep our bodies? How are we supposed to behave? We have to do everything knowing kwamba ni nani? Ni miili ya sio ya kwetu. We have to respect our bodies. We have to keep our bodies clean. Ushawahi kwenda kanisani ukakuta kanisa ni chafu? Why? Why do we keep our churches clean? Because we do respect our church. And why do we keep our bodies clean? We should respect our bodies. We should respect each and every part of us. And one way to honor God is through our bodies. Sawa? Sindio? Imesema kabisa, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you? Kwa hiyo kama wewe, you don't have a Holy Spirit in you, you can do anything you want with your body, however you want to keep it. It is okay. But if you know you are a child of God, what do you have to do? Keep it clean. Respect your body. And make every other person, hata kama ni wazazi wako, wanatakiwa waheshimu nini? Mwili wako. The same way they respect their bodies is the same way they have to respect yours. Because ni tempo ya nani? Ya Mungu. So, kusindikiza alichosema Dr. Katanta ni kutoka Wakorintho wa kwanza ambao tumetoka kusoma, sawa eh? Wewe mwili wako ni nini? Mwili wako ni nini? Ni hekalu la Roho nani? Mtakatifu, ambaye uko naye ndani. Ukizingua anachomoka. Na akichomoka manake hauna ulinzi. Umeshanielewa? Kwa hiyo anakuja spiritually. Kwa hiyo
is your guardian angel. Umeshanielewa? Na ndio maana unasikia kuna kitu kama unataka kufanya kitu, kuna kitu kinakwambia acha ujinga wewe. Unataka kuharibu. Acha ujinga. Alafu kuna nyingine inakwambia fanya. Si ndio? Lakini kuna ile kabisa ukisikiliza. Sasa unatakiwa ujue ya kweli ni ipi. Umeshaweza kutofautisha. Kuna kisauti huwa kinaongea unataka kufanya kitu fulani kinakwambia fanya, kingine kinakwambia acha. Fanya, acha. Kuitambua hiyo sauti. Jifunze kuitambua ili linapotokea jambo ikusaidie. Mimi kuna siku mtu aliniambia, nilikuwa sijaelewa, akaniambia unajua kuna sauti huwa zinaongea, ndio hicho nataka niwaambie. Kaambia sasa unatakiwa ujue ipi ya kweli na ipi ni bala zuri. Nikajifunza nikajua. Siku moja nataka tuwape ushuhuda. Pale kwa unaitwa kwa Makamba pale, Makamba ni Ilala pale. Unafahamu kuna barabara inatoka hivi, nyingine inatoka hivi, kama vile ziko 4. Si unafahamu? Miaka hiyo ilikuwa ni mwaka 2008 mzee. Kipindi hicho kuna mafoleni mengi mjini hapa. Mimi nilikuwa nakaa Kijichi. Kwa hiyo niko pale naenda Kijichi kupitia njia ya Chang'ombe. Niko mbele kabisa. Traffic kawaka, traffic light. Kama vile mtu anapiga filamu. Sababu nilikuwa mbele peke yangu, afu mbele pako peupe. Nikatoka speed bomba. Tunaelewa? Ghafla nikasikia sauti. Ile sauti nayo ijua gani inaniambia ukweli. Kwamba kanyaga breki. Nikaanza kunegotiate. Mwisho wa siku nikatii. Nafikiri nini kilitokea? Kama kulikuwa na impact imetokea wapi? Mbele nyuma? Mbele. Mimi ndio nilikuwa mbele nakimbia. Nilipoanza kukimbia kuna wengine wakaanza kufuata nyuma, si ndio? Kwa hiyo nikisimama nagonga wapi? Mbele nyuma? Lakini kuna roho ilikuwa inaniambia kanyaga breki. Kwa maana yake nikikanyaga breki wao wa nyuma watafanya nini? Watanigonga. Nikanegotiate lakini nikasema mbona hii sauti ndio ile ya ukweli, nikasema liwalo na liwo, nikanyaga breki. Afu nikafumba na macho nikainama hivi. Nikasikia nikajua kwa dadadeki nimeshakufa. Nikasikia watu wanapiga kelele. Watu wanapiga kelele. Afu katokea ukimya fulani. Afu baada ya mtu nikasema nimekufa. Nikasema nimefanya nini? Nikasikiliza watu wanaongea, nikasema Mungu wangu, kumbe ukifuata watu wakiongea unakuwa unasikia. Yaani nimeinama nimejificha pale chini kwenye uskani hivi, nimejificha hivi. Na najua kwamba nimefanya nini? Nikafanya mguu hivi. Nikaona mbona kama niko poa. Na huyu mwingine, lakini nikasema kumbe hata ukifa unaweza kunyoosha miguu kidogo. Nikashika ile hand brake, kuiweka hivi kakubali. Nikasema kumbe niko salama. Ile kufumbua macho naogopa. Si ndio? Nikachukua mkono wangu, unajua si wanaume na nyewe wakati tuna shida kweli. Nikashika sehemu yangu. Nikasema niko salama. Nikafumbua macho kuangalia hivi. Nilichokiona sikutarajia. Mnajua gari ligongo wapi? Mbele nyuma? Kwa mtazamo wako gari ligongo wapi? Mbele nyuma? No. It was head collision ndio kutokea. Yes. Sasa ukishatoka pale kwenye ile mataa pale ya Ilala yale, kwa mbele kuna Machinga Complex. Kuna barabara inatoka Mnazi Mmoja hivi, si ndio? Kumbe kuna madaladala makubwa yale, mnafahamu ile madaladala kama ile Mbagala yale. Limetoka huku na jingine limetoka huko, yakagongana likapoteza mwelekeo, lile lilikuwa linaenda linanyoosha. Likahamia ile lane ya kwangu. Kwa ndio likaanza kuja wanasema kubilingita, si ndio? Kumbe hao nyuma yangu wameona wakasimama. Mimi yani unaelewa? Kumbe Roho Mtakatifu anataka kunifundisha kitu. Kwa ile gari nilivyopiga breki likaendelea kuja huko linapungua speed. Kwa hiyo ilipofika kwenye gari yangu ndio likafanya ndio ikawa breki. Ile gari kiliharibika kidogo tu pale mbele. Nilipiga magoti, nikalia, nikamshukuru Mungu, nikasema asante Roho Mtakatifu. Na kitu gani kingine ambacho hapo unatakiwa ukifanya? Utii. Ilinifundisha faida ya nini? Ya utii.